ya uendeshaji bila kuzingatia ihtilafu zao ni nini? Ni juhudi za mwanadamu. Kupitia nini? Kupitia mikakati, mipango. Kwa kuwatumia wanadamu. Tumeelewana jamani? Haya, nisikilizeni sasa. Nadharia ya uendeshaji ipo hapa. Nisikilizeni vizuri na kufuatilia. Nadharia ya uendeshaji ipo hapa. Kuna vitu vinaitwa input na kuna vitu vinaitwa output. Tumeelewana? Na kuna vitu vinaitwa operation. Tumeelewana? Na kuna vitu vinaitwa feedback. Hivi vitu ndio vinavyounda nini? Nadharia ya uendeshaji. Uendeshaji yote ukienda kombo pahala, tumeelewana? Jua hivi vitu havikuzingatia. Tumeelewana? Tunataka kuvihusisha. Viandike kabisa. Chora huu mchoro chini ya hiyo nani? Kichwa cha habari. Ngoja. Usichore mchoro, andika hivi kwanza kabla ya mchoro. Changamka. Andika hivi kabla ya mchoro. Tayari? FEED BACK. Haya, nimekueleza hivi kwamba ukiona pahala popote pameenda kombo, tumeelewana? Kwanza tumeshakueleza kwamba hakuna pahala ambapo hapa epukani na nini? Na uendeshaji. Kumbe ukiona pahala jua pana uendeshaji. Na pana waendeshaji. Hata kama hawajijui kwamba wao ndio waendeshaji. Ukimweleza mwanandoa kwamba nani muendeshaji ndani ya ndoa yako? Tumeelewana? Jawabu ni mara anakujibu ni mume. Tumeelewana jamani? Akikujibu mume kagonga ukuta. Ni mchache wa maarifa. Na wewe umejibu ni mimi sababu umeshasoma uendeshaji tayari. Lakini ingekuwa kwenye interview ungesema ni mume wangu. Na ukaulizwa dalili ni nini? Ukasema ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Tumeelewana jamani? Hii rijalu qawwamuna 'ala an-nisa haijamaanisha kwamba muendeshaji ni mume. Hapana. Inachokusudiwa kwamba amri ya mwisho anatoa mume, lakini nyote ni waendeshaji. Bi mwalimu, babaki Khadija alikuwa kasafiri. Nieleze. Ulikuwa uendeshi nyumbani? Naomba jawabu. Mara leo bubu. Mara leo wapi? Bumbwini. Umenipata Bi mwalimu? Nionyesha. Hata kama babake Khadija yupo hapa, kwani muendeshi? Nani anayepanga chakula leo tutakula nini? Baba Khadija. Tumeelewana? Nyote. Leo akakueleza nini kwamba mimi leo ugali. Chakula yani tunakusudia. Ugali. Tumeelewana jamani? Na wewe mara kesho utamwambia mbona ugali siku zote, juzi ugali nini? Leo ngoja
wali. Tumeelewana? Na baadhi ya siku hukumwambia kabisa, yeye haja tu. Kipo wapi? Hiki hapa. Tumeelewana jamani? Sababu unajua style ya ulaji wake. Huyu ni mtu anapenda mishikaki. Siku hiyo ukaiandaa mishikaki, kumbe una lako jambo dira inunuliwe. Ni style ya uendeshaji. Hapa ndio nimekueleza, popote penye kwenda kombo. Ni haya ndio wanaosababisha pahala paende kombo. Nini maana ya input? Input ni maneno mawili. Lipi na lipi? Hii maana yake nini? Put maana yake nini? Nini maana ya output? Tumeelewana? Input kuweka ndani, output kuweka nje. Nini maana ya operation? Haya, fungua hapa mabani, andika process. Bana mabani. Msije mkafikiri hii operation ni ile ya mwembelado wakati wa kuzaa. Maana mnyonyesha hivi. Neno process mnalijua? Maana process ni nini? Utendaji. Taratibu za utendaji, utaanzia wapi, utamalizia wapi? Kama hapa, tumeelewana? Hiki tunachokifanya hapa miezi 6 ni operation. Mmenipata? Tunachokifanya hapa kwa miezi 6 ni nini? Operation. Ni nini? Ni process. Mmenielewa? Yala, kwenye ndoa, harusi zile, mpelekee bi harusi hii, sijui hivi na hivi, tumeelewana? Mpaka mkamkabidhi kwa mume wake, ni operation zote hizo. Kwa hiyo kumbe operation ni nini? Utendaji. Tumeelewana? Haya, feedback maana gani? Back maana gani? Nyuma. Feedback ina maana kutoa taarifa kuhusu kile ulichotarajia kutekeleza. Feedback, kutoa taarifa au kufuatilia taarifa ya kile. Andika, kutoa taarifa kuhusu kile ulichotarajiwa kufanya nini? Kutekeleza. Watu mmepaelewa? Lakini feedback ni kutoa taarifa kuhusu kile ulichotarajiwa kufanya. Nieleze unaelewa nini Zu? Ulichotarajiwa kutekeleza. Umeelewa nini Zu? Bisakina, umeelewa nini? Ndio mshangao huyu. Hiyo utasema hilo jawabu huna. Wewe sio umeomba kufanya jambo, lazima utaripoti hata. Nimemaliza. Au nimekuwa ni feedback. Haya, yawezekana usitoe taarifa lakini kwa hiyo ukaulizwa. Ndio maana nikakueleza ni kufuatilia taarifa kuhusu kile ulichotarajia mtu afanye nini, akitekeleze. Wewe ukaamua kuzifuatilia, sababu hakufanya nini? Hakuripoti. Umenielewa? Au yule aliyetarajiwa kutekeleza jambo akaamua kuripoti, sababu ni mfanyakazi bora, hasubiri kufanya kuulizwa. Umenielewa? Hizi sana matatizo yapo.
Kwenye nini? Kwenye feedback. Na ndoa zote zinakufa kutokana na feedback. Na hii feedback inakuwa inatolewa vibaya kutokana na hii output. Nisikilize sasa. Tumeshaandika nadharia ya uendeshaji kwamba input, tumeelewana? Input, tumeelewana? Hii hapa inatarajiwa kuingizwa huku ndani. Hii ni zawia, tumeelewana? Hii ni zawia. Input hii hapa inatarajiwa ifanye nini? Iingizwe hapa. Mmenielewa? Na hii ni nini? Output. Tunatarajia kitoke. Mmenipata mpaka? Haya, output hii. Output. Nani atanieleza kwa maana nyingine? Tokea tuanze kusoma au tokea maarifa ulionayo, unahisi output itakuwa nini? Changamka. Unahisi output itakuwa nini? Nasikia mtu amesema. Umesemaje? Yao ndio hilo. Umesemaje vile? Yalla. Unatarajia hii itakuwa nini? Ndio lengo. Umenipata? Hili ni nini? Lengo. Output ni nini? Ni lengo. Kwenye uendeshaji, ngoja kidogo tuangalie. Jamaa anakutoa sana na uendeshaji. Kila kitu anataka kuandika. Na mkimfuatilia anaongoza huko. Ukimfuatilia vizuri anaongoza, kuelewa. Allah mzidishie sasa. Hili ni lengo. Wataka kupata kachori. Hii ni kachori. Tumeelewana? Unatarajia utahitaji nini? Unga, na nini? Tunaona hapa kwenye input. Unga na nini? Mbatata na nini? Maji na nini? Na nini? Tumeelewana? Hivi vyote ndio vinaitwa nini? Input, vinavyohitajika. Mmenipata? Jungu, sijui nini. Tumeelewana jamani? Haya. Output tulichokihitaji ni nini? Kachori. Hayombe tuviingize hivi, badala ya kutoka kachori akatoka samaki. Au likatoka jiwe. Mmenielewa? Kwa hiyo output ndio lengo kusudiwa. Mmenipata? Pachore haraka na uweke huu mlolongo kidogo. Ili akukumbusha haraka. Asije data mtu. Changamkeni haraka, tusiwe muda. Somo ni tamu sana kuliko unafikiria. Muulize hata Nisagina. Chora japo kwa mkono utaelewa tu. Sio lazima kwa mstari.
Basi muda huo unatosha. Umenielewa? Si tumeshakueleza nini maana nini ya input, vile unavyohitaji ili ufikie nini au output. Umenipata? Je, kuna ulazima output iwe ni moja? Na kwa nini? Simamisha wewe. Msikilize huku. Nimeuliza swali, je, kuna ulazima output kuwa moja? Akajibu akasema hapana. Ndio namuuliza asimamishe hoja. Hiyo ndio hoja. Tupe. Kuna ulazima uwe mmoja. Na unaungana naye kwa hoja gani? Tizameni hapa. Hii input hii. Tumeelewa? Hii input hii tunaweza tukatoa output tofauti kupitia hii input bila kubadilisha chochote. Leo tukasema vipi? Hii input tunaichukua tunatoa kacho. Tulikuwa kwenye point gani hapo? Point gani hapo uliyoandika hapo? Neno la mwisho samani. Feedback. Haya, twende. Nilikuwa nazungumzia kwamba hii input leo. Hii input leo tukaichukua hii. Tuna uwezekano wa kutoa kachori. Tumeelewana? Na hii kesho. Hii tukatoa kitu kingine ambacho si kachori. Tumeelewana jamani? Lakini ni vile tulivyo viingiza ndio vile vimetoa vitu tofauti. Tumeelewana? Ndio maana inakuwa inalazimika wewe ufuatilie nini? Ufanye nini? Feedback. Umripotie yule aliyekutuma ili hao ana uhakika kwamba alichokiomba ni kile. Sababu gani? Yawezekana mkawa mnafikiria mwakifanya kile alichokiomba, kumbe alikusudia chengine. Mmenipata? Na ndio maana wewe ukimuomba mtu alifanye jambo, lazima ufuatilie, je, ni kachori ndio zinazotoka kweli? Tumeelewa jamani? Sio kitu chengine. Mmenipata? Hapa panaitwa nidhamu. Hii nidhamu ina maana taasisi. Hii nidhamu ina maana kituo. Amehamia barabara nyingine. Umelipata? Sio. Ndio. Hii nidhamu maana yake gani? Taasisi. Hii ni taasisi. Tumeelewana? Hii ni nchi. Tumeelewana? Hii ni familia. Kumbuka kule tulikueleza nchi, tafungua mabano, familia, taasisi. Mnakumbuka? Ndio hii hapa. Haya. Input huingizwa ndani ya nini? Ya nidhamu. Ndani ya taasisi. Ndani ya zawia. Kwa nini input iingizwe? Sababu zawia ndio yenye malengo. Tumeelewana? Na ina lengo maalum, output. Mmenipata? Haya. Inahitajika feedback. Ije hivi. Tumeelewana? Feedback ije hapa. Irudi tena kwenye nini? Kwenye nidhamu. Kwa nini irudi kwenye nidhamu? Nielezee.
Kwa nini irudi kwenye nidhamu? Hii ni feedback hii hapa. Hii hapa ni feedback. Hapa ndio pana msingi wa kila kitu. Ndio maana nikaganda. Nielezeni. Humu ndani tumeelewana ndio mna nini? Operation. Mmenielewa? Kwa nini unafikiria feedback irudi hapa? Tumekueleza feedback ni nini bwana? Sasa si utumie tu hiyo jamani. Mbona sijapo ulipo wazi? Ndio nakushangaeni mnakaa kama vilaza. Ujue kwamba hii output watu kidogo. Jua kwamba hii output, hii input imetokea hapa. Hawa ndio walioamua kukushanya hivi vifaa. Wasingeamua kukushanya hivi vifaa, tunaelewana? Wangekushanya vifaa vingine badala ya hivi. Tumeelewana jamani? Hivi vifaa wanaviingiza kwenye zawia. Sababu wanalengo ni siku kesho tutoe kachori. Ni kule na wamepata wafuasi, watu wamezongea kweli. Anatembelea ringi moja. Nisikilize. Tumekueleza kila kitu kipo hapa kwenye nidhamu. Jambo la mwanzo kuanza nilizoanza kuchora nini? Ni box hivi. Nidhamu hapa. Tumeelewa? Na hii nidhamu ndio inakuwa ina nani? Operation. Operation tumekueleza nini? Utendaji, taratibu za utendaji, process, tumeelewana? Zawia ndio nidhamu. Inaamua kulifanya jambo. Tumeelewana jamani? Na inasema sasa kabla ya kulifanya jambo tunahitaji nini na nini? Ndio zinakushanya nini? Au hizi kwa lengo gani? Kachori. Tumeelewana? Feedback lazima inafanya nini? Inarudi hapa. Ili kutizama je, kilichotoka ni kile husika? Mmenielewa? Haya, nisikilize sasa. Pengine hapa hujapaelewa ajili ya jambo moja. Pengine hicho hujakielewa ajili ya jambo moja. Tujalie hapa ni wapi? Badala ya kuandika nidhamu tukaandika G S. Tumeelewana? H C. Umeelewa? Si nidhamu. G S H C. Tizama. Hii operation zawia bububu, zawia ya pale. Mmenipata? Zawia ya Kenya. Mmenielewa jamaa? Ndio maana mmeshindwa kuelewa. Ndio maana nikafanya hii kwa mtindo huu. Nisikilize. GS aliamua kachori. Tumeelewana? GS si mtendaji. Hizi zawia ndio zinazozalisha nini? Kwa hiyo GS lazima fuatilie. Kachori zinazotoka ni kachori kweli? Moja. Pili, zawia ya bububu yatoa zile kachori kama zawia ya nani? Ya Mwimbisha Shauri. Inaomba zisiwe tofauti. Tumeelewana jamani? Ndio maana feedback lazima baada ya hawa kutoa kachori zenyewe, tumeelewana? Waripoti kwa GS. GS yumo humu. Tumeelewana? Waripoti kwa GS kachori hizi ili GS awarekebishe. Kumbukeni tulivyosema yale maswali ya kuuliza, si ni vipi? Hilo swali la nini? La vipi? Linaingia hapa. Kimetoka vipi? Tumeelewana jamani? Na mlifanya kikitoka unaona mbona kimetoka hivi? Tuanze kuuliza. Mlifanya vipi? Wanakueleza. Ilikuwa kadha na hapa ni palipo kosewa, rekebisheni. Badala ya kuweka vijiko viwili vya chumvi, nyinyi mkaenda kuweka vitatu. Mmenielewa jamani? Hapa ukaelewa. Na nimekueleza ndoa nyingi zinakufa ajili ya kuwa ndani ya ndoa hamna hii nidhamu. Kila mmoja anajifanyia jambo. Tumeelewana? Hamfahamishi mwenziwe. Tumeelewana jamani? Ndio unakuta watu wanagongana. Moja hilo. Pili, yawezekana mmoja wao akawa na nia ya kufanya nini? Ya kumfahamisha mwenziwe. Lakini mwenziwe yeye hamfahamishi ya kwake. Kwa hiyo utakuwa anatenda kivyake na yule anatenda
kivyake, ndoa itavunjika. Katika hili somo tunataka kunusuru pia ndoa. Unajua kwamba nyumba yako ni nini? Nidhamu. Kuna nini? Input na output. Input ni hayo makubaliano yenu mlivyopendana na nini, tunaelewana, mkaingia kwenye ndoa. Output, mpate kizazi kizuri, muishi, muzikane. Tumeelewana jamani? Lakini ndio kushangaa kila input ikitoka haikubaliane ndio kakatika. Na mara nyingi inatokana nini? Feedback. Sababu hii feedback unamueleza kwamba kwani ulichotuomba ni kipi? Si hiki. Tumeelewana jamani? Anakuambia sicho na sicho kipi na hiki. Tumeelewana jamani? Ndio kuona huyu hanifai ukajengo. Na huyu naye GS. Kwa ulichotuomba ni nini? Kachori. Sisi kachori. Vijiko viwili hivi. Kwa tuachane na GS yao. Wakaenda zao. Au GS akasema nilikwambia ni vijiko viwili mnaweka vitatu. Tena jana vitatu na leo vitatu na kesho nachelea vitakuwa vingapi? Bora nifanye nini? Mmenielewa? Ni hii input. Mmeona hii nidhamu? Haya. Usije ukashangaa ukaona nyingine ina mchoro huu. Badala ya kurudi hapa, ikarudi kwenye nini? Kwenye input. Mchoro huu. Hii yaweze kawa na maana mbili. Maana ya kwamba kila unavotoa, tumeelewana, unaenda kuchukua tena nini? Input, tena unaingiza, unatoa, tumeelewana.